الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. leo ni tarehe 29 mwezi huu mtukufu wa Dhulqaada mwaka 1446 Hijria, sawa na tarehe 27 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 miladia. naendelea na sharhul qawaid al-muthla fi sifati Allah ta'ala wa asma'ihi al-husna. يقول الشيخ رحمه الله: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. hii ni misingi katika dalili za majina ya Allah na sifa zake. القاعدة الأولى: الأدلة التي نثبت بها الأسماء لله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. dalili ambazo tunathibitishia majina ya Allah mtukufu na sifa zake, dalili hizo ni kitabu cha Allah mtukufu Qur'an na hadithi za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. fala tuthbatu asma'ullahi wa sifatuhu bighayrihima, hayathibitishi majina ya Allah na sifa zake kwa isiyo kwa Qur'ani na hadithi. fala tuthbatu asma'ullahi wa sifatuhu bighayrihima, hayathibitishi majina ya Allah na sifa zake kwa isiyo kwa Qur'ani na hadithi. قال الشيخ في الشرح: لا يمكن أن نثبت لله عز وجل اسما ولا صفة إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. haiwezekani tumthibitishie Allah mtukufu jina wala sifa isipokuwa kutokana na kitabu chake Qur'ani na hadithi za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. قال: وقد عرفنا أن الصفات أوسع من الأسماء. tumekusha jua huko nyuma kwamba sifa za Allah ni pana zaidi kuliko majina. lakin idha qala qail: idha jaana shay'un 'ani as-salaf 'ani as-sahaba radiyallahu anhum khassa hal nuthbituhu au la nuthbituhu. ikija kitu kutokana na salaf masahaba radhiyallahu anhum, je, tunakithibitisha au hatukithibitishi? faljawabu anna alqaida inda ulama almustalah annahu in kana hadha as-sahabi mimman urifa bil akhdhi an bani israila fa innana la naqbalu qawlahu. akiwa huyu sahabi ni katika wanaojulikana kwa kuchukua kwa bani Israil, hatutamkubalia kauli yake. لأن هذه أمور غيبية ليس للعقل فيها مجال. sabuhani mambo ya siri ambapo akili ya mtu haina nafasi hata nakula hadha ra'yun lahu, paka tuseme hii ni rai yake. lakini wa illam yakun mimman urifa bil akhdhi an bani israila fa innana na'khudhu biqawlihi la ala annahu qawluhu walakin ala anna lahu hukma ar-raf'i. akiwa huyo sahabi ni katika wanaojulikana kutochukua kwa bani Israil, huyo tutachukua kauli yake hiyo, si kwa sababu ni kauli yake, lakini ni kwa sababu ina hukmu ar-raf'i, ina hukmu ya hadithi marfu'. moja kwa moja ni kwamba amechukua huyo kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam, kama hachukui kwa bani Israil. ثم قال الشيخ رحمه الله: وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته. kwa kauli hii iliyokuja uthibitisho wake kumthibitishia Allah mtukufu katika sifa hizo katika kitabu, Qur'ani au hadithi, wajaba ithbatuhu, ni lazima kuithibitisha. wama warada nafyuhu fihima
wajaba nafyuhu ma'a ithbati kamali dhiddihi, iliyokuja kukanushwa kwake katika Qur'ani na hadithi ni lazima kuikanusha pamoja na uthibitisho wa ukamilifu wa kinyume chake. Ukimkanushia sifa ya upungufu wa Allah azza wa jalla, lazima umthibitishie sifa ya ukamilifu wa kinyume chake. Qala la budda an nuqayyidahu bihadha, lazima kuifunge kwa hili. Fananfihi ma'a ithbati kamali dhiddihi, tunaikanusha hiyo pamoja na kuthibitisha ukamilifu wa kinyume chake. Fadhulmu warada nafyuhu anillahi ta'ala, dhulma imekuja kukanushwa kutokana na Allah mtukufu. wama rabbuka bidhallamin lil'abid, fananfi anillahi ta'ala dhulma ma'a ithbati kamalil adli, kutunamkanushia Allah dhulma pamoja na kumthibitishia ukamilifu wa uadilifu wake. Huku tunakanusha dhulma na tunathibitisha ukamilifu wa uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo maana wama warada nafyuhu fihima wajaba nafyuhu ma'a ithbati kamali dhiddi. Wama lam yarid ithbatuhu wala nafyuhu fihima, isiyokuja uthibitisho wake wala kukanushwa kwake katika Qur'ani na Sunna, wajaba tawaqqufu bilafdhihi, ni lazima kusangaa katika lafzi lake. Fala yuthbatu wala yunfa, haithibitishwi hiyo wala haikanushwi, liadami urudi alithbati wannafi fihi, kwa kutokuja uthibitisho na kukanushwa katika hiyo. Kama hakuna uthibitisho katika Qur'an na Sunna wala hakuna kukanushwa, na tawakafu, sisi tunasangaa, hatulitumii lafdhi hilo wala hatulikanushi. Fala yuthbatu wala yunfa. Wa amma maanahu fayufassalu fihi, ama maana yake hutolewa upambanuzi. Fa in urida bihi haqqun yaliqu billahi ta'ala fahuwa maqbul, ikikusudiwa ni haki ambayo inafanana na Allah mtukufu, hiyo itakubaliwa. Wa in urida bihi ma'nan la yaliqu billahi azza wa jalla wajaba radduh, ikikusudiwa maana yasiyofanana na Allah azza wa jalla, ni lazima kuikataa hiyo. يقول الشيخ هناك أشياء تنازع المتأخرون عليها, kuna mambo ambayo hawa waliokuja nyuma wamekhtalifiana. Liannahu mimma hadatha min ilmi al-kalam, sababu ni katika mambo ambayo yamezuka katika ilmu al-kalam, hizi za falsafa na ilmu za kibida. Faminhum man nafaha wa minhum man athbataha, kuna waliokanusha mambo hayo na kuna wanaothibitisha. Wasawabu annana natawaqafu fil lafzi wa nastafsilu fil maana, sawa ni kwamba sisi tunasangaa katika lafzi hilo na tunatoa upambanuzi katika maana. Fallafdhu la nuthbituhu wala namfihi, lafzi lenyewe hatulithibitishi wala hatulikanushi. Wal maana nastafsilu, na maana tunatoa upambanuzi. Hadha idha lam yakun dhalika lismu dalan ala naqsin, hii ni isipokuwa jina hilo ni lenye kufahamisha upungufu. Fayajibu alaina nafyuhu bikulli hal, ikiwa lafzi lenyewe, jina lenyewe linafahamisha upungufu wa Allah, ni lazima kulikana hilo kwa hali yoyote. Amma idha kana muhtamalan fa innana natawaqafu fi lafdhihi wa nastafsilu an ma'nahu, ama ikiwa ni muhtamal kwamba inapelekea ukamilifu wa sifa za Allah, sisi tunasangaa kwa lafdhi lake na tunatolea upungufu maana yake. Wa hadha ghayatu ma yakunu min al-adl, hii ni mwisho inavyokuwa katika uadilifu. قال فمما ورد إثباته لله تعالى,
katika sifa zilizokuja uthibitisho wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kullu sifatin dalla alaiha ismun min asma'illahi ta'ala dalalatan mutabiqah au tadammunin au iltizam. Ni kila sifa ambayo imefahamisha juu ya sifa hiyo jina lolote katika majina ya Allah mtukufu, ufahamisho wa mutabaka au tadammun au iltizam, ufahamisho wa kuwafikiana au kukusanywa au kulazimu. يقول وسبق لنا بيان دلالة التضمن والمطابقة والالتزام. imetangulia kubainisha hiyo dalalatu التضمن والمطابقة والالتزام. قال فإذا دل اللفظ على المعنى كله بجميع أجزائه فهو مطابق. لفظي likifahamisha maana yote kwa sehemu zake zote, hiyo ndio dalalatu mutabiq. hiyo inaitwa dalalatu mutabiq. ikiwa lafzi hilo linafahamisha maana yote bijamii ajzaihi fahuwa mutabiq. ودلالته على جزء المعنى تضمن, na ufahamisho wake juu ya sehemu tu ya maana si maana yote, hiyo ndio dalalatu tadammun. ودلالته على أمر خارج لازم التزام, na ufahamisho wake juu ya jambo lililo nje ambalo linalazimiana nalo, hiyo ni dalalatu iltizam. ومثلنا بكلمة الخالق. Sheikh asema tumejelea mfano kwa kalima al-khaliq. فقلنا الخالق يدل على ثبوت الذات وصفة الخلق أي على الأمرين جميعا. خالق, neno khaliq linafahamisha kuthubutu kwa dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala, na pia linafahamisha sifa ya kuumba. ay ala al-amrayni jami'an, neno hili linafahamisha mambo yote mawili pamoja, dhati yake na kuumba kwake. hadhihi dalalatu mutabaqah, hii inaitwa dalalatu mutabaqah sababu inafahamisha mambo yote mawili hayo, dhati yake na sifa yake ya kuumba. وعلى الذات وحدها, ikifahamisha dhati peke yake, wa huwa Allahu azza wa jalla, ni Allah azza wa jalla, hiyo ni tadammun, ni dalala ya kukusanya. وعلى الخلق وحده تضمن أيضا, ikiwa ni kuumba peke yake, hiyo pia ni dalala tadammun. وعلى العلم والقدرة والإرادة التزام, na sifa au jina likifahamisha ilmu na uwezo na kutaka, hiyo ni iltizam, dalalatul iltizam. huo ndio mfano wa dalalatu mutabaqa au tadammun au iltizam. ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله, na ni katika hiyo kila sifa ambayo imefahamisha kitendo katika vitendo vyake. كل صفة دل عليها فعل من أفعاله, kila sifa ambayo imefahamisha sifa hiyo kitendo katika vitendo vyake. kalistiwai ala al-arshi, kama kulingana sawa kwake juu ya arshi. wanuzuli ila samai dunya, na kushuka Allah mbingu hii ya duniani. walmajii lilfasli baina ibadihi yawm alqiyama, na kuja kwa ajili ya kupambanua hukumu baina ya waja wake siku ya kiyama. wanahwi dhalika min af'alihi allati la tuhsa anwa'uha fadlan an afradiha, na mfano hizo mfano hivyo katika vitendo vyake ambavyo hadhibitiwi sampuli zake, wachilia mbali moja moja katika hizo. wayafalu Allahu ma yasha, Allah anafanya analotaka. kwa kila kitendo katika vitendo hivyo kinafahamisha sifa. kullu sifatin dalla alaiha fi'lun min af'alihi, ndio hizo sifa istiwa, sifa nuzul ila samai dunya, sifa maji lilfasli baina ibadihi yawm alqiyama, na mfano hiyo katika vitendo vyake.
ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها. Yani katika hiyo pia uso na macho na mikono na mfano wa sifa hizo. Qala fayasihhu an nasifa Allah ta'ala bi annahu sani', inasihi tumsifu Allah kwa jina la sani', mtengenezaji kila kitu. Wadalilu dhalika qawluhu ta'ala sunna Allahi alladhi atqana kulla shay, matengenezo ya Allah, Allah ambaye ametengeneza vizuri kila kitu. ومن عبارات العوام عندنا يقولون يا صانع كل مصنوع. قال وهو صحيح، لأنه إن كان من فعله فهو من فعله وهذا واضح، وإن كان من فعل العباد فقد قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. ikiwa ni katika kitendo chake Allah, yeye ndiye aliyefanya hivyo na hilo liko wazi. Ikiwa ni katika vitendo vya waja wake, faqad qala Allah ta'ala wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah amewaumbeni nyinyi na hivyo mnavyofanya pia ameviumba. ولهذا لا ننكر على العامة لأننا نعرف قصدهم، تستنجوا مقصود yao، وهو أنه عز وجل موجد كل موجود، ni muumbaji wa kila kitu kilichopo. Allahumma illa an yuridu ma'nan akhar, isipokuwa kikusudia maana nyingine, kan yahtaja fi sun'ihi ila alat, kama akihitajia katika kutengeneza kwake vyombo vya kutengenezea, hapo sasa maana hiyo haitakubaliwa. على كل حال يجب علينا أن نفهم أننا إذا قلنا هذا صنع الله أنه ليس معنى ذلك أن الله تعالى محتاج إلى آلات يصنع بها. naposema hii ni utengenezo wa Allah, haina maana hiyo kwamba Allah anahitajia alati, vyombo vya kutengenezea. فمثلا في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، sasa hii yasema la ahada yatasawwaru anna Allah azza wa jalla ata bil ummal wal alati lidhalik. Hii hakuna yote anayetia akilini kwamba Allah azza wa jalla alileta ummal, wafanyikazi na vyombo vya kujengea mbingu. La, tumfahamu. ومنه الكلام، ni katika hiyo maneno ya Allah, والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، وفيجانو vyake viwili الكوني والشرعي. فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. kutaka kwake kwa kauni ina maana ya mashia, kutaka, na sharia ina maana ya kupenda. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهية ونحوها، أي مما ورد إثباتها، na mfano wa sifa nyingine ambazo zimekuja uthibitisho wake. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه وتعالى لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. katika sifa ambazo imekuja ukanusho wake, ukanushiwa Allah subhanahu wa ta'ala lintifaihi wa thubuti kamali dhiddihi, kwa kukanusha kwake na kuthibiti ukamilifu wa kinyume chake, almaut. Maut, kifo, hiki kimekanushwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tunathibitisha ukamilifu wa kinyume chake, uhai wa milele. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. إذن
anakanushia Allah kufa na anathibitishiwa ukamilifu wa kinyume cha kufa ambapo ni uhai wa milele. Wanaum, na kulala, wasina, na kusinzia, walajzu, na kushindwa, wali'ya'u, na kuchoka, wadhulmu, na kudhulumu, walghaflatu an a'mali al-ibad, na kughafilika na amali za waja wake, wa an yakuna lahu mathilun au kuf'un, na kuwa ana mfano wake, wa nahu dhalik, na mfano wa hayo ambayo anakanushiwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuthibitisha ukamilifu wa vinyume vya hayo. قال وأدلة هذه مذكورة في مواضيعها في كتب العقائد. دليل hizi zimetajwa katika sehemu zake katika vitabu vya aqida. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. katika sifa ambazo haikuja uthibitisho wake wala kukanushwa kwake ni lafzi la jiha, upande. فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، je tunamthibitishia Allah upande fulani? قلنا له, tutamwambia lafdhul jiha lam yarid fil kitabi was sunna ithbatan wala nafya. Tamko hilo la jiha halija kuja katika Qur'an na hadithi uthibitisho wala kukanushwa. ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. hutoshelezwa na iliyothubutu katika Qur'ani na Sunna kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko mbinguni. wa amma maanahu fa imma an yurada bihi jihatu suflin au jihatu uluwin tuhitu billah au jihatu uluwin la tuhitu bihi. Ama maana yake ima ni kukusudiwa upande wa chini au upande wa juu ambao tuhitu billah, au jihatu uluwi la tuhitu bihi, upande wa juu ambao unamzunguka Allah au upande wa juu ambao haumzunguki Allah. قال فالأول باطل، هي mwanzo باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة. ومwanzo ni upande wa chini. Upande wa chini huu ni batil sababu unakanusha ujuu wa Allah mtukufu uliothubutu kwa Qur'ani na hadithi, wala akli, na pia na akili, wal fitra, na maumbile ya mtu, wal ijma', na itifaki ya masahaba. Hakuna dalili ya kwamba chini Allah yuko chini, hakuna dalili hiyo. Wathani batil aidan, hii ya pili pia ni batili, yani upande wa juu ambao unamzunguka Allah pia hii ni batili. Lianna Allah ta'ala a'zamu min an yuhita bihi shay'un min makhluqatihi, Allah ni mtukufu zaidi kuliko kuzungukwa na kitu chochote katika viumbe vyake. Idhan hii ya pili jihatu uluwin tuhitu billah pia ni batil. والثالث حق، هي تاتني حقي أي جهة علو لا تحيط به، upande wa juu ambao haumzunguki Allah, hili ni haki. Lianna Allah ta'ala al-aliyyu fawqa khalqihi wa la yuhitu bihi shay'un min makhluqatihi, Allah mtukufu yuko juu ya viumbe vyake na hakuna chochote kinachomzunguka Allah katika viumbe vyake. Wala yuhitu bihi shay'un min makhluqatihi. تمفهم؟ وعلى هذا إذا قال لنا قائل هل نقول إن لله جهة أو إن الله في جهة أو ما أشبه ذلك، mtu akituuliza je tunasema Allah ana upande au Allah yuko katika upande fulani na anaofanana hayo, faljawabu anna lafdh aljiha lam yarid fil kitabi wala fi sunnah,
lafzi hilo la jiha upande halija kuja katika Qur'ani wala hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, falaysa alaina ithbatu lafdhihi wala nafyuhu, haijuzu kwetu kuthibitisha lafzi hilo la jiha wala kulikanusha, liannahu lam yarid fil kitabi was sunna hatta yajib alaina an nuthbita au an namfi, sababu lafzi hilo halijakuja katika Qur'an na hadithi mpaka iwe ni lazima tuthibitishe au tukanushe. Walakin li'ulam أن هذا يورده أهل التعطيل على أهل الإثبات من أجل إلزامهم بما يرون أنه باطل حتى يقولوا هذا باطل. لكن يلكاني وبلفظه لي watu wa ta'til, watu wanaopinga sifa za Allah ndio wanaoleta hilo, watu wanaothibitisha wanaleta hilo kwa watu wanaothibitisha sifa za Allah ili wawalazimishe kwamba wanavyoona kwamba hilo ni batil, ili waseme hadha batil. Ukisema kama Allah yuko juu wanakwambia hiyo ni batil. فنقول أما الجهة فلا نثبتها ولا ننفيها، jiha upande hatuuthibitishi kwa Allah wala hatuukanushi. ويغني عن قولنا إن الله في جهة أن نقول إن الله عز وجل في العلو إن الله عز وجل في السماء. Inatosheleza na kusema hivyo kwamba Allah yuko katika upande, inatosheleza kusema kwamba yuko mbinguni, Allah yuko mbinguni, inatosheleza. Inna Allah azza wa jalla fawqa ibadihi, Allah azza wa jalla yuko juu ya waja wake, wama ashbaha dhalik. لأن هذا كله وارد في الكتاب والسنة. haya yote yamekuja katika Qur'an na hadithi kwamba Allah yuko juu. Amintum man fis samaa an yursila an yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur arrahmanu ala al-arshi istawa. Hii imekuja fayughni an lafdhi al-jiha, hii inatosheleza na lafdhi hilo la upande. Ma jaa fil kitabi was sunna min ithbati uluwi llahi tabaraka wa taala, hii na iliyokuja katika Qur'an na sunna ya kuthibitisha ujuu wa Allah tabaraka wa taala. tumefahamu? Naam. Mmoja katika shairi anasema nusammi llaha shay'an la kalashya wa dhatan an jihati sitti khali. Tunamuita Allah ni shay lakini si kama vitu vingine. Tunamuita Allah ni kitu lakini si kama vitu vingine. Sawa sawa. Qul ayyu shay'in akbaru shahada qulillah shahidun baini wa bainakum. Allah ni kitu lakini si kama vitu vingine. Sawa sawa. Lakini tunamuita dhat an jihati sitti khali, ameepukana na pande sita zote. Hayuko mashariki, hayuko magharibi, hayuko juu, hayuko chini. Sasa hayuko juu vipi sasa? Hayuko juu wala hayuko chini, wala hayuko huko wala huko, hakuna. Basi ndio maana kama hayuko juu wala chini kwamba hayuko Allah. Mmenielewa? Hii ndio itikadi ya Ashaira, kwamba Allah hayuko juu wala hayuko chini, wala hayuko mashariki wala magharibi wala kusini wala kaskazini. Sasa yuko tena huyo? Kwa hiyo Allah yuko juu kwa uthibitisho wa aya nyingi za Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. قال ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. dalili ya msingi huu ni kusikia na akili. ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. القاعدة أن الأشياء ثلاثة أقسام: ما أثبته الله وما نفاه وما لم يرد نفيه ولا إثباته. alilolithibitisha Allah na alilolikanusha na ambalo haikuja kukanushwa wala kuthibitishwa. dalilu hadhihi alqaida
السمع والعقل. والسمع كما تقدم يراد به القرآن والسنة، كسكية كما الجنجلية وكسودي وقرآن حديثي. فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. hiki ni kitabu tumekiteremsha, kitabu chenye kubarikiwa, kifuateni na mcheni Allah ili mpate kurehemiwa. وقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. muamini Allah na mtume wake an-nabiy al-ummi, ambaye anamuamini Allah na matamshi yake, na mfuateni ili mpate hidayah. قال هذا كتاب أنزلناه مبارك يعني به القرآن. هذا نقصدي قرآن، فهو مبارك في أجره وتلاوته، مبارك في تأثيره، مبارك في آثاره، مبارك في تلاوته. الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. مبارك في تأثيره يؤثر على القلب فيلين القلب القاسي. بل قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فتحت به الأمة مشارق الأرض ومغاربها. هذه آثار عظيمة. umefungua mashariki ya ardhi na magharibi yake. hizi ni athari kubwa. wattaqu ay ittaqu mukhalafatahu, ogopeni kuikhalifu Qur'ani. fa idha qumna bihadha athbatna ma athbatahu Allah fi al-Qur'an wa nafayna ma nafahu Allah azza wa jalla wa sakatna amma sakata Allah ta'ala anhu. وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. aliyokuleteni mtume sallam yachukueni, na aliyokatazeni yawacheni. وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم hafidha. mwenye kumtii mtume ndio amemtii Allah, na mwenye kukataa hatukupeleka wewe kwa watu kuwa ni mwenye kuwahifadhi amali zao. man yuti'i ar-rasula al-murad bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam faqad ata'a Allah. wajhu dhalik anna Allah ta'ala amara bi ta'ati ar-rasul. mwenye kumtii mtume ndio amemtii Allah. njia hilo ni kwamba Allah ameamrisha atiiwe mtume sallallahu alaihi wasallam. fa idha ata'na ar-rasula faqad ata'na Allah azza wa jalla. tukimtii mtume ndio tumemtii Allah azza wa jalla. وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. mkikhtalifiana katika jambo lolote lirejesheni kwa Allah na mtume, mkiwa nyinyi mnamwamini Allah na siku ya mwisho. hilo ni bora na ni nzuri sana kwa ta'wili. قال تأويلا بمعنى مآلا. نزوني سانا ومآلا ومارجيو. فإن تنازعتم أي إن اختلفتم في شيء فقال بعضهم هذا حرام وقال بعضهم هذا واجب أو هذا مباح فإننا نرجع إلى شيئين لا ثالث لهما. tukikhtalifiana kama hivyo tunarejea kwenye mambo mawili, hakuna cha tatu chao. ila Allahi war rasul, tunarejea kwa Allah na mtume. kurejea kwa Allah ni kurejea katika Qur'an, kurejea kwa mtume ni kurejea katika kwa mtume alipokuwa hai, na kurejea katika sunna zake.
sallallahu alayhi wasallam baada ya kufa kwake. ونصل إلى الله عز وجل عن طريق كتابه وهو الحمد لله بيننا، ونرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته إليه نفسه حتى يحكم بيننا، وبعد مماته نرجع إلى ما صح من سنته صلى الله عليه وسلم. إذن فإن التنازع ارجعوا إلى الله ورسوله، wakati wa kutalifiana rejeeni kwa Allah na mtume wake. Wal-imanu billahi wal yawmil akhir yaqtarinani jami'an, kumwamini Allah na siku ya mwisho, yote hayo mawili yanakutana kwa pamoja. Wadhālika lianna al-imana billahi bi'tibari al-bidaya wal yawmil akhir bi'tibari an-nihaya, kumwamini Allah ni kuzingatia mwanzo na siku ya mwisho kwa kuzingatia wa mwisho. Fabi'tibari albidaya idha kana al-insanu mu'minan billahi azza wa jalla fala budda an yakuna fi qalbihi harakah liyasila ila ar-rabb azza wa jalla mahabbatan lahu wa raghbatan fima 'indahu. wal yawmul akhir kadhalik إذا كان الإنسان عنده إيمان قوي باليوم الآخر فسيتجنب كل ما يكون سببا للعقوبة في ذلك. meelewa hii maana yake? Kumwamini Allah ni kuzingatia mwanzo, na kuamini siku ya mwisho ni kuzingatia mwisho. Fabi'tibari albidaya ni kwamba mtu akimwamini Allah azza wa jalla lazima katika moyo wake kuwa na haraka ili amfikie Allah azza wa jalla kwa kumpenda na kupenda rehma na pepo iliyo kwake. Na siku ya mwisho hivyo hivyo, ikiwa mtu ana imani ya nguvu kuamini siku ya mwisho kiyama, atajiepusha na kila jambo ambalo ni sababu ya adhabu kwa siku hiyo. Dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hii inakuja sana hata katika hadithi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Inakuja sana kumwamini Allah na siku ya mwisho, yani Allah ndiyo mwanzo wa imani na siku ya mwisho ni kuzingatia mwisho. وقوله تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، حكم بين yao kwa hukumu walioiteremsha Allah, usifuate hawa zao. wala tattabi ahwaahum, usifuate hawa zao, ay tathbitan lahu wa ta'idan, ini kumpa thabati mtume na kumtia nguvu. wa illa fahuwa lan yattabi ahwaahum بل أمره الله عز وجل أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن فلن يتبع أهواءهم، الله متمه حفواتي هوا زاو هوا، لكن الله عز وجل ينهاه عن ذلك، أظن مكتز إله تثبيتا له لا إنكارا، لأنه لم يقع منه اتباع الهوى، حيجتك يقوك كفوات هوى، ولكن الله عز وجل نهاه ليثبته، أنا مكتز إلي أمت ثبات. حتى قال الله تعالى له في سورة الإسراء وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة،
na aya nyingine, nususi nyingine zinazofahamisha ulazima wa kuamini aliyoleta Allah, aliyoleta katika Qur'ani na Sunna, aliyoleta Mtume sallam fil Qur'ani was Sunna, katika Qur'ani na hadithi zake sahiha. نقف هنا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.